Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tukiendelea na darasa yetu nyuma, katika makta iliyopita tulieleza nawaqid alwudu, vitu ambavyo kwamba inaharibia mja udhu. Katika yale ambayo kwamba yenye kuharibia mja udhu tulieleza ndani yake naqidun qabla itmamihi wa naqidun ba'da itmamihi. Tulieleza yako mambo ambayo kwamba inamharibia mtu udhu yake akiwa tu ndani ya kutawadhi, na yako mambo mengine ambayo kwamba yana uwezo wa kuharibia mtu udhu baada ya udhu kukamilika. Ikawa ni lazima kwa kila mmoja awe ni mwenye kuanza kuichunga udhu yake, isiwe ni yenye kumharibikia kuanzia mwanzo pale ambapo kwamba anaanza kutawadhi mpaka aweze kutekeleza na ile malengo ambayo kwamba imemfanya yeye aweze akatawadhi. Yani kama ni kuswali, uwe ni mwenye kuichunga ile udhu yako kuanzia pale unapoanza kutawadhi mpaka ukawa ni mwenye kumaliza kuswali kwako, uwe ni mwenye kuichunga ile udhu yake. Nawaqid kabla itmamihi, yale ambayo kwamba yenye kumharibia mtu udhu yake kabla yeye mwenyewe hajamaliza kutawadhi, yale tuliyaeleza. Atmu tartibi, ya kwanza kuto kufuatanisha ile viungo ambayo kwamba unatawadhi, yani kama kuosha uso, kuosha mikono, kupangusa kichwa, kwenda kuosha miguu. Wewe iwapo hutokuwa ni mwenye kuyatungamanisha, hutokuwa ni mwenye kuyafuatanisha viungo kama hivyo, ukawa ni mwenye kuanza kutawadhi uso yako baada ya nia, uweke nia, uoshe uso, alafu uoshe mkono, upanguse kichwa, uende mguu. Kama hutofanya hivyo, ukawa ni mwenye kuanza tunia na kuosha uso, alafu after uso uende mguu, udhu yako itakuwa haitokuwa ni yenye kukamilika. Udhu kama haijakamilika, ile udhu haitokuwa ni yenye kuisabika. Su'u tawzi'il ma. Ya tatu pia nayo tulisema namna ambayo kama unaosha viungo vyako, wewe ukawa hutoyaeneza ile maji ambayo kwamba unayatawadhia kwa kiungo ambao kwamba unayosha. Pengine uoshe uso nusu, uoshe hapa mbele peke yake, hapo kando na masikio ukawa umeiacha pakavu, udhu yako utakuwa haitokuwa ni yenye kukamilika. Hiyo udhu haitokuwa ni yenye kuzingatiwa katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Admu niyati inda al-ibtida, ukaacha nia mwanzo pale ambapo kwamba unapoanza kutawadhi, hiyo pia nayo itafanya udhu yako isikamilike. Ziyadatun ala al-a'dha'i al-muhaddada biqasdi ta'abbudi. Ya tano tumeeleza pia nayo ni wewe unazidisha namna ya kutawadhi, yani unaosha viungo ambao kwamba haistahiki wewe mwenyewe kuosha. Tuliweka mfano, mtu akawa katika kutawadha kwake akawa ni mwenye kupangusa mpaka shingo yake. Shingo haiko katika viungo vya kutawadhia. Wewe ukaona miongoni mwa kutawadhi udhu yangu itimie mpaka niweze nikawa ni mwenye kuosha shingo yangu, hiyo pia na itakuwa ni yenye kukaribia ile udhu, kwa sababu wewe umeongeza kitu ambacho kwamba iliyokuwa nje na ibada ambayo kwamba inahitajika, ibada ya kutawadhi. Ingine ya sita ambayo kwamba tulisema ulama wamekhtalifiana, adamul muwala. Wewe ukaacha kufuatanisha, yani ukawa umetawadhi lakini katikati baada ya kuosha uso yako umekaa muda mrefu, pengine unapiga story, ambao ukawa umeacha kutawadhi katikati ya hapo. Hali hiyo pia nayo ulama wengine anasema itakuwa ni yenye kukaribia udhu, jinsi tulivyoeleza katika makta iliyopita. Naqid baada itmamihi, haya ambao kwamba tulieleza mbele ni yale ambao kwamba yatakuwa ni yenye kukaribia udhu yako ukiwa tu ndani ya kutawadhi, yani bado unaendelea kutawadhi, udhu ina uwezo wa kuharibika kwa moja kati ya haya vitu ambao kwamba tuliyoeleza. Haya ambao kwamba tunaendelea kueleza jinsi tulioeleza katika makta iliyopita, pia naye yatakuharibia udhu baada wewe tayari umeshamaliza kutawadhi. Ya kwanza, al-kharij min as-sabilain, chenye kutoka katika sehemu ya siri mbili, yani sehemu njia mbili ya kutokwa na haja kubwa na haja ndogo. Chochote ambao kwamba inatoka katika hizo sehemu mbili ama njia mbili ina uwezo wa kukuharibia udhu yako, isipokuwa tu yule mtu ambao kwamba ni mgonjwa. Kawaida tunajua maybe pengine mwingine yeye amefanyiwa matibabu
pengine yeye ni mgonjwa, hawezi zuia haja ndogo, hawezi zuia haja kubwa, huyu ni maafu, atakuwa ni mwenye kusamehewa. Jinsi tulieleza hapo nyuma, inahitajika tu yeye chenye ambapo kwamba inambidi kila wakati ambapo anataka kufanya ibada awe ni mwenye kujisafisha na kutawadhi ili aweze kuingia ndani ya ibada. Hata ile haja ikiwa inaitoka ndani ya ibada yake tu, ako ndani ya ibada, ako ndani ya swala, ako ni mwenye kutokwa na ile haja, hiyo haitakuwa ni yenye kudhuru, jinsi tutakavyokuja kuyagusia pia nayo ndani ya katika kitabu ya swala. Khurujul bawli wal ghaiti min ghairi makhrajihima. Kingine ambapo kama tulieleza ni kutokwa na haja ndogo ama haja kubwa kwa sehemu ambapo kwamba sipo pa kawaida. Mtu mwingine maybe pengine amefanyiwa operation, sehemu ya kawaida imezibika, akatafutiwa sehemu mbadala, ndipo sehemu kama pale ndipo anaenda na haja. Kule kutokwa na hiyo haja itakuwa ni yenye kumharibia ile udhu yake, illa min fawqi al-ma'idda, isipokuwa penye ambapo kama haitoharibu udhu ni kama ile haja ikawa ni yenye kutoka, hii haja ndogo ama haja kubwa ikawa ni yenye kutoka juu ya tumbo, hapo itakuwa ni yenye kuzingatiwa kama tu matapishi ambapo kama mtu anatapika. Zawalul aqli kingine ni mtu akiwa amepotelewa na fahamu, yani akili ikawa ni mwenye kuchanganyikiwa, amekuwa mwenda wazimu ama amezimia ama amelewa, amekunywa vitu vyake, hii pia na itakuwa ni yenye kumharibia mja udhu. Kingine naumun thaqil, mtu kulala usingizi mnono, usingizi nzito, usingizi pia na itakuwa ni yenye kumharibia mja udhu, iwapo usingizi ile ni usingizi ambao kwamba hutojifahamu kwa namna ambao kwamba mwenyewe umelala. Leo tutakuwa ni yenye kugusia hayo tulieleza katika makta iliyopita kwa mapana na urefu, sharhi tulifanyia mingi. Leo tutakuwa ni yenye kugusia masu dhakari. Ya kwanza, mtu kugusa sehemu yake ya siri. Hii ni min nawaqidul wudu, miongoni mwa mambo ambayo kwamba yenye kumharibia mja udhu yake. Hadithi iliyopokewa na Basra binti Safwan anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, msichana kama huyu anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, anasema man massa dhakarahu fala yusalli hata yatawadda. Anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yoyote ambaye kwamba atakayegusa sehemu yake ya siri hafai kuswali mpaka awe ni mwenye kutawadha. Hadithi nyingine iliyopokewa na Amr ibn Shuaib anasema amepokea kutoka kwa babake, baba amesikia hadithi kutoka kwa babake pia nayo, yani Amr amesikia kwa babake, huyu babake Amr pia naye amesikia kwa babake ambao kwamba ni babu yake Amr. Anasema ya kuwa babu yake Amr amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda. Anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yoyote ambao kwamba atakayegusa sehemu yake ya siri, basi huyu mtu aweze kutawadha. Na hivyo hivyo wa ayyuma mra'atin, mwanamke yoyote ambao kwamba atakayegusa sehemu yake ya siri, basi pia naye ni lazima awe ni mwenye kutawadha. Hadithi nyingine iliyopokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu warḍahu anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man afdha biyadihi ila dhakarihi, yote ambao kwamba atakayeshika sehemu yake ya siri, yani mkono akawa ni mwenye kushika naye sehemu yake ya siri, laysa dunaku sitrun, ikawa katikati ya mkono na sehemu hiyo ya siri hakuna katikati yake kizuizi aina yoyote, wajaba alayhi alwudu, huyu mtu ni lazima awe ni mwenye kutawadha. Kwa dalili kama hizo, hadithi hiyo yote ni hadithi yenye kuwa na mshiko tena iliyokuwa sahihi, ikawa ni yenye kutuelekeza yote ambao kwamba atakayegusa sehemu ya siri ni lazima awe, iwe yake isiwe yake. Pengine mama akawa ni mwenye kutambisha mtoto mdogo ambao kwamba amejiendea haja, na hali hiyo akawa yeye ni mwenye kuosha, mbeleni ametawadhi, after kutawadhi yeye alikuwa anasimama anataka kuswali, akawa ni mwenye kutawadhi, after kumaliza kutawadhi anaona mtoto akawa ni mwenye kujiendea haja, akaona mwanza aosha huyo mtoto ndipo aendelee nayo kuswali. Fahamu atakaposhika sehemu ya siri ya mtoto kama yule bila kizuizi aina yote, bila ya kuvaa kitu kwa mkono wake, hali hiyo itakuwa ni yenye kumharibia udhu huyu mama. Kama huyu atakuwa ni mwenye kuwajibika arudie tena ile udhu ambao kwamba alikuwa ametawadhi. Kitu kingine ambao kwamba tulisema nyuma tutakuja kuyagusia, aklu lahmil ibli, kukula nyama ya ngamia. Kukula nyama ya ngamia min nawaqidul wudu, ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yenye kuharibia mja udhu.
Hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha wa ardaha, anasema Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema, tawadhau mimma massatin nar. Kitu ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihimiza akisema, tawadhini kwa kukula kile ambacho kwamba kilichopikwa na moto, kile ambacho kwamba kimeguswa na moto. Hiyo inalazimu mtu kuweza kutawadhi. Fafi sahihain, hadithi nyingine ambayo kwamba iliyoko katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, ana Ibn Abbas radhiallahu anhu wa ardah, anasema kuwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, akala katfa shatin thumma salla wa lam yatawadha. Hadithi nyingine inakuja kutuambia, Ibn Abbas anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikula kifua cha mbuzi, ani nyama ya mbuzi, kifua yake alikula. After kukula, riwaya nyingine inasema Bilal akawa ni mwenye kuadhini, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama akaendelea na swala pasi na kutawadhi. Ina mshiko gani ama ina mafungamano gani hadithi? Mbona ya kwanza inasema chochote ambacho kwamba kimeguswa na moto ni lazima mtu aweze kutawadha, na hii hadithi ya pili inakuja kutuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikula alafu akawa ni mwenye kuswali pasi na kutawadha. Hii ni kuonyesha hadithi ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia masahaba ridwanullahi alaihim waweze wakatawadhi watakapokula nyama yote ambayo kwamba ama chochote ambacho kwamba kimeguswa na moto. Lakini baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alifutilia mbali ile hadithi ya kwanza ambayo kwamba aliamrisha. Nini ambayo kwamba inajulisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupilia mbali? Hadithi ambayo kwamba iliyopokelewa na Jabir, anasema kan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana akhirul amrayni min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Jabir anasema kwa kuwa kati ya mambo mawili ambayo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mwisho alipokaribia kufa, kati ya kutawadhi na kutotawadhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam pale kabla ya kifo yake alikuwa amewacha kutawadhi kutokana na kukula chochote ambacho kwamba kimeguswa na moto. Hii ni kutuonyesha kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitawadhi, yani kana akhirul amrayni, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kati ya kutawadhi na kutotawadhi, atakapokula chochote ambacho kwamba kimeguswa na moto ama kimepikwa na moto ni kutotawadhi. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikula kilichopikwa na moto ama kimechomwa na moto na akawa hakuwa ni mwenye kutawadhi. Kile ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya, alikuwa hatawadhi baada ya kuwa amekula kilichopikwa na moto. Hii hadithi ikawa ni yenye kuja kuifutilia mbali ile hadithi ambayo kwamba ilikuwa inaamuru Waislamu wawe ni wenye kutawadhi kutokana na kukula kilichopikwa na moto ama kimechomwa na moto. Sasa kulingana na hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam awali, hii hadithi inatufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamuru watu watawadhi kutokana na yale vyakula vyao ambao kwamba imepikwa na moto. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu akaja akaiacha hiyo. Wa an Jabir, na hadithi nyingine ambayo kwamba iliyopokelewa na Jabir ibn Samra, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakuwa mtu mmoja amemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza anatawadhau min luhumil ghanam ya Rasulullah, je, sisi tutatawadhi tutakapokula nyama ya mbuzi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, in shi'ta tawadha wa in shi'ta fala tatawadha, ukitaka tawadhi ukikula nyama ya mbuzi, na ukitaka usitawadhi. Inatuambia ni hadithi kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni alikuwa akiamuru, leo hii lakini anaambia huyu sahaba ridwanullahi alayhi, anaambia ukitaka tawadhi. Na huyu sahaba ridwanullahi alayhi akawa ni mwenye kuendelea kumuuliza, anamwambia ya Rasulullah, ana tawadhau min luhumil ibili, tutatawadhi tukila nyama ya ngamia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, naam, tawadhi utakapokula nyama ya ngamia. Hii ni kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam hii nyama ameitofautisha kati ya nyama ya mbuzi na nyama ya ngamia. Nyama ya mbuzi aliambia sahaba huyu, ukitaka tawadhi, usipotaka wacha, kuonyesha kutawadhi na kutotawadhi haina tofauti.
kati ya huyo ambao kwamba aliyekula nyama ya mbuzi. Lakini huyo ambao kwamba aliyekula nyama ya ngamia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kukuwa tawadhi. Fahamu mwanzoni Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamuru masahaba ridwanullahi alaihim watakapokula chochote ambacho kwamba kimepikwa na moto waweza wakawa ni wenye kutawadhi. Na hapo anakuja akawa ni mwenye kuambia huyu sahaba ridwanullahi alaihim, pamoja na yakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameacha kutawadhi atakapokula kilichopikwa na moto, anaambia huyu sahaba ukitaka tawadhi na usipotaka achana nayo. Na hapo anakuja kumwambia huyo sahaba, lakini ukikula nyama ya ngamia ni lazima uwe ni mwenye kutawadhi. Sahaba huyo akamwambia, ya Rasulullah, usalli, je, mimi nitakuwa na uwezo wa kuswali katika zizi ya mbuzi? Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia kwa kuwa naam, una uwezo wa kuswali katika zizi ya mbuzi. Akaja akauliza hivyo, je, mimi niko na uwezo wa kuswali katika zizi ya ngamia? Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia kwa kuwa la, hufai kuswali katika zizi ya ngamia. Hii ni kuonyesha kwa kuwa yale hauth, choo cha ngamia, iko na unajisi wake, lakini choo cha ile hayawani ya kawaida itakuwa inahukumika sawa sawa na tahara, ukitakuwa na uwezo ya kufanya ibada yako ndani yake. Ima kisa ambayo kwamba inajulikana ama watu wengi wakawa ni wenye kufahamu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja waliitwa wakati ya moja kati ya masahaba ridwanullahi alaihim, aliita Mtume na masahaba, baadhi ya masahaba wakaja, akawapikia nyama ya ngamia na wakakula. Katika hali ya wao akiwa katika hiyo nyumba, mmoja kati ya masahaba ridwanullahi alaihim akawa ni mwenye kutokwa na upepo, yani akawa ni mwenye kutokwa na harufu mbaya. Hapo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kisa inasema akaambia masahaba, yeyote ambao kwamba aliyekula nyama ya ngamia aende akatawadhi. Hii ni kisa iftira, kisa ambao kwamba ni uzushi isiyokuwa na mshiko, ambao kwamba amewekelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikukuwa na mapokezi aina yote, wala hakuna hadithi kama hiyo ambao kwamba ulama waliandika ndani ya vitabu vyao. Ile arjah alqauli, kauli ambao kwamba iliyokuwa ni yenye kuwa na mshiko, yenye kuwa na nguvu, ukila nyama ya ngamia itabidi uwe ni mwenye kutawadhi, kwa sababu nyama ya ngamia ni miongoni mwa yale ambao kwamba yenye kukuharibia udhu yako. Ama ingine ambao kwamba miongoni mwa vitu ambao kwamba ni kukuharibia udhu, arridda, ni mtu atakapotoka katika Uislamu. Yani alikuwa Muislamu akatawadhi, after kutawadhi akili imempiga akasema hii Uislamu wenyewe sio dini, mimi sitambui tena Uislamu, yeye akao ni mwenye kuacha ile Uislamu. Kule kutoka katika ile Uislamu, udhu ambao kwamba aliyekuwa ametawadhi mbele yake, hapo ile udhu itakuwa ni yenye kuharibika. Kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko katika suratul Maida aya 5, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ومن يكفر بالإيمان, yote ambao kwamba atakayekufuru imani ambao kwamba aliyokuwa nayo ya Uislamu, faqad habita amaluhu, amali yake yote itakuwa ni yenye kwenda patupu. Yani swala yake alikuwa anaiswali mbeleni, kutawadha kwake alikuwa ametawadhi, thawabu alikuwa anayepata kutokana na zile matendo mazuri alikuwa anayefanya, yote itakuwa ni yenye kwenda patupu, na kesho akhira atakuwa ni miongoni mwa wale watu ambao kwamba wenye kupata hasara. Nyingine, ghuslul mayit, mtu ambao kwamba atakayeosha maiti. Hii pia nayo ulama wengine wakawa ni wenye kuhesabu min nawaqidul wudhu'i, mambo ambayo kwamba yenye kukuharibia udhu, kwa sababu ilipokewa Ibn Umar na Ibn Abbas, hawa masahaba wawili ridwanullahi alaihim wa ardahum, kana yaamurani, walikuwa akiamrisha kila yule mtu ambao kwamba anayeosha maiti awe baadaye ni mwenye kutawadha. Hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu anasema annahu aqalla ma fihi alwudu, kichache ambao kwamba inahitajika mtu ambao kwamba anayeosha maiti afanye ni atawadhi. Asli yake inahitajika akiosha maiti naye pia naye aoge, lakini kwa uchache akiwa amekosa kabisa kufanya, basi awe ni mwenye kutawadhi after amemaliza kuosha ile maiti. Hayo ndio sehemu ambayo kwamba tutakayekoma insha Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwafikia, tutakuja kuigusia lamsul mar'a, kugusa mwanamke, je inaharibu udhu? Na hivyo hivyo pia nayo tutakuja kuigusia mtu kutawadhi ndani ya choo, inafaa? Mtu kutawadhi akiwa uchi, je inafaa? Hayo insha Allah tutakuja kuyagusia katika makta ile itakayokuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.